Baada ya kuona ule moto ni mkubwa tulishtuka, tulitoka nje kwenda kushtua watu, kupiga kelele waje kutusaidia kufanya nini? Kuzima, kwa sababu kwa kuangalia kwa haraka haraka tuliona tutaweza kufanya nini? Kuzima. Kwa hiyo tulitoka nje na ndugu yangu, watu wakawa wanakuja pia kutusaidia, lakini kipindi tunarudi ndani kutokana na matili ambayo yanakuwa yanatengenezewa studio zile nini gypsum booth zile sponge na nini booth. Kwa hiyo tulikuta moto umeshakuwa mkubwa. Kwa kaka hatujafanikiwa kwa chochote kwa sababu pia sehemu ambayo chanzo cha moto ulipoanzia ni mlangoni. Na studio ni pale unapojua hapa studio kwetu hamna mlango, ni mlango uko mmoja. Kwa hatukuweza kufanya chochote. Zaidi nilichoweza kuokoa ilikuwa ni simu. Ilikuwa naiona kwenye coach kule kipindi moto mkubwa. Simu yangu nilikuwa nahisi kama ni simu yangu, na hiyo pia nimeenda kuiokoa. Nilijaribu kuingia kujitosa pale, lakini pia ilikuwa ni simu ya ndugu yangu. Kwa hiyo nikawa nimempatia, kumbe yangu alikuwa ameshika yeye kipindi mimi ananisaidia pale. Kwa hiyo kwa mshtuko ndo alitoka na simu yangu. Kwa hivyo nakokuwa nilijua yangu kumbe ni ya kwake. Madhara kwa binadamu hajatokea kwa sababu tatizo lilianza kutokea ikiwa sisi tuko ndani. Na ingekuwa sio zile vitambaa vile vya busi ambavyo vya studio, na maana tungeweza kuona mwanzo mapema moto. Lakini inaonekana ulianza muda mrefu, ulikuwa uwezi kureflect kwa sababu ya vile vitambaa, ulianza kuwaka kwa ndani. Kwa hiyo baadaye umeanza kuwa mkubwa ndio kaanza kureflect kwa kama unaonekana. Kangu kila kitu, amna hata project zetu, amna kitu chochote tena kwa sababu hata kesho, na mimi nilikuwa nimekuja kwa sababu bro alikuwa ameniita hapa kwa ajili ya kesho kuna press conference ya movie za Kikulacho, ilikuwa inabidi twende na pia tumeailisha, lakini alikuwa ameniita kwa ajili kuna vitu alikuwa anataka tukamilishe. Kwa alikuwa nimekuja, kipindi nimekuja nimepishana naye, na maana mimi pia nisingekuja moto ningeusikia tu. Kwa hiyo kipindi nimekuja hapa yeye akawa ametoka, kabidi nione namsubiri. Kwa kipindi namsubiri ndugu yangu akawa ananirekebishia ile simu, ndio ghafla tuko na ile moment ya moto pembeni una reflect.